Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mwate. Maafisa wa afya huko Gaza wamesema zaidi ya Wapalestina 100 wameuawa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyotekelezwa na Israel katika eneo hilo. Wengi walikufa wakati nyumba na hema zilizokuwa zikihifadhi familia zilizohamishwa karibu na Khan Yunis ziliposhambuliwa. Waandishi wa habari wa eneo hilo wanasema kwamba hospitali ya Nasser imejaa watu waliojeruhiwa na chumba cha kuhifadhi maiti vile kimejaa. Kuna ripoti kwamba shughuli za hospitali inayoendeshwa na mataifa ya Ulaya iliyoko Khan Yunis zimesimama baada ya mashambulio hayo. Maagizo mapya yanayotolewa na Israel ya kuwataka wakazi wa eneo la Gaza City wahame vile yanazidi kuzua hofu kubwa. Jeshi la Israel linasema vile kwamba limewaua takriban Wapalestina 5 katika mji unaokaliwa wa Tamun ulioko West Bank mashariki mwa Nablus. Rais Trump amesema hakuna kitakachofanyika kuhusiana na mzozo wa Ukraine hadi pale atakapokutana na mwenzake Rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye amekuwa akifanya mazungumzo nchini Uturuki na Rais Erdogan alionyesha nia ya kukutana na Rais Putin, lakini kiongozi huyo wa Urusi hakufika. Trump alipoulizwa na BBC kama ameghadhabishwa na kiwango cha chini cha ujumbe wa Urusi kwenye mazungumzo yaliyopangwa na Ukraine nchini Uturuki, alijibu na kusema kwamba hajui Urusi iliamua kumtuma nani. I know nothing about a delegation. I haven't even checked. Look, sijui chochote kuhusu ujumbe wao. Hata sijaangalia. Sikia, hakuna kitakachotokea hadi mimi na Putin tukutane. Sawa? Na ni wazi kwamba hakuwa anaenda. Alikuwa na nia ya kwenda, lakini alifikiri mimi pia nitaenda. Hangeenda kama singekuwa huko, na siamini chochote kitatokea kwa kweli, wapo unaamini au hauamini, hadi tutakapokutana. Lakini tutasuluhisha hili kwa sababu watu wengi sana wanapoteza maisha yao. Serikali ya Gambia imetangaza uchunguzi kuhusu uuzaji wa mali iliyochukuliwa kutoka kwa rais wa zamani Yahya Jammeh kufuatia wasiwasi mkubwa kutoka kwa raia. Baadhi ya mali hiyo ni pamoja na mifugo na magari ya kifahari, na inadaiwa kwamba mali hiyo iliuzwa huku jopo likiendelea kuchunguza utajiri aliojilimbikizia Jammeh wakati wa utawala wake wa miaka 22. Leila Mohamed na maelezo zaidi. Uchunguzi wa gazeti moja ulifichua madai ya ukiukwaji wa sheria na kukosekana kwa uwazi katika uuzaji wa mali hiyo, na hivyo kuzua maandamano yaliyopangwa na vijana. Katika hotuba kwa njia ya televisheni Jumatano usiku, Rais Adama Barrow aliahidi uwazi kamili katika uchunguzi huo, akisema mali zilizopatikana ni za raia. Jammeh ambaye alichukua mamlaka baada ya mapinduzi ya serikali ya mwaka 1994 anatuhumiwa kupanga wizi mkubwa wa fedha za serikali pamoja na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kuwaua na kuwafunga jela wakosoaji wake. Kiongozi huyo wa zamani ambaye mwaka 2017 alikimbia uhamishoni nchini Equatorial Guinea baada ya kushindwa katika uchaguzi, amekanusha madai ya kufanya makosa yoyote. Mahakama ya rufaa nchini Mauritania imetoa hukumu ya kifungo cha miaka 15 jela na faini ya dola milioni 3 kwa rais wa zamani Mohamed Ould Abdelaziz baada ya kukata rufaa dhidi ya kifungo cha miaka 5. Aziz alisaidia kuongoza mapinduzi mawili kabla ya kuhudumu kwa mihula miwili kama rais wa nchi hiyo. Alihukumiwa mwaka 2023 baada ya kupatikana na hatia ya utakatishaji fedha na kujitajirisha. Kulingana na wachunguzi, inasemekana kwamba alikusanya mali yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 70 akiwa madarakani. Amekuwa kizuizini tangu kutolewa kwa uamuzi huo. Kesi hiyo ilikuwa tukio la nadra ambapo kiongozi wa Kiafrika alishtakiwa kwa ufisadi. Na shirika la fedha duniani IMF limesitisha mpango wa mkopo wa dola milioni 175 kwa Malawi, likisema ni kwa sababu ya usimamizi mbovu wa matumizi. IMF imesema kwamba nchi hiyo ya kusini mwa Afrika inayotegemea wafadhili kwa kiasi kikubwa, ambayo vilevile ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani, imeshindwa kupanga upya matumizi bora ya deni lake. Ni dola milioni 35 pekee zilizotolewa chini ya makubaliano yaliyoidhinishwa mnamo Novemba mwaka 2023. Serikali ya Malawi hata hivyo imelaumu kuyumba kwa uchumi kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu, vimbunga na ukame uliosababishwa na hali ya El Nino ya mwaka jana. Malawi inasema kwamba itatafuta mkataba mpya baada ya uchaguzi wa mwezi wa Septemba. Hii ni BBC.
Shukran Phyllis Mote kwa taarifa ya habari za dunia. Matangazo ya Dira ya Dunia nchini Uganda yanapatikana kupitia Voice of Karamoja, Voice of Busoga na Radio Kitara nchini Tanzania. Unaweza kututegea sikio kupitia Loliondo FM, Radio Kwizera Ngara na CGFM Tabora. Nchini Kenya ni County FM, Mwenedu FM na Nyota FM. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano kule Beni. Unaweza pia kuyafuatilia matangazo haya kupitia FM kwenye tovuti ya bbcswahili.com na katika ukurasa wetu wa Facebook. Karibu tena msikilizaji. Mimi ni Regina Mziwanda kutoka Dar es Salaam. Mwenzangu ni Karo Robi akiwa Nairobi. Naam, Karo, karibu sana. Asante Regina. Msikilizaji, tunaanza na mzozo wa Urusi na Ukraine ambako rais wa Marekani Donald Trump amesema hakuna kitakachofanyika kuhusiana na mzozo wa Ukraine hadi atakapokutana na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin. Alipoulizwa na BBC kama amevunjika moyo na ujumbe wa Urusi uliotumwa Uturuki kwa ajili ya mazungumzo na Ukraine, Bwana Trump amesema hafahamu ni kina nani hasa waliotumwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye amefanya mazungumzo leo na mwenyeji wake rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alikuwa ameelezea matumaini ya kukutana na Rais Putin ana kwa ana kwenye mazungumzo hayo yalofanyika huko Uturuki, lakini kiongozi huyo wa Urusi hakuwasili. Sarafina Robi na taarifa zaidi. Rais Zelensky bado hajaashiria wakati ambapo wajumbe wa Ukraine wataweza kukutana na maafisa wakuu wa Urusi. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer alisema kutoshiriki kwa Rais Putin ni ishara tosha ya kuvuta muda na kusimama katika njia ya kusitisha mapigano. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky vilevile ameelezea kuwa wajumbe wa Urusi walituma Uturuki kama wasio na msingi baada ya Rais Putin kuamua kutoshiriki moja kwa moja katika mazungumzo naye nchini humo. Rais Zelensky alizungumza alipowasili Ankara kwa mazungumzo na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Ameelezea shaka kuhusu uwezo wa wajumbe wa Uturuki katika maamuzi. Sijui rasmi kiwango cha hawa wajumbe wa Urusi, lakini kutokana na kile tunachokiona inaonekana kuwa zaidi ya kiwango kisicho na msingi. Tutafikiria tutakachokifanya baadaye, ni hatua zipi tutakazozichukua baada ya mazungumzo na Rais Erdogan. Nadhani tutakuwa na muda mrefu wa mazungumzo muhimu na maamuzi muhimu. Ni lazima tuelewe kiwango kipi cha wajumbe hawa wa Urusi na mamlaka yao, ikiwa wana uwezo wa kufanya maamuzi wenyewe, kwa sababu sote tunajua yule anayefanya maamuzi nchini Urusi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hakuna kitakachofanyika kuhusiana na mzozo wa Ukraine hadi atakapokutana na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin. Alipoulizwa na BBC akiwa katika ndege ya Air Force One kama amevunjika moyo na ujumbe wa Urusi uliotuma Uturuki kwa ajili ya mazungumzo na Ukraine, Trump amesema hafahamu ni kina nani waliotumwa na Urusi. Sijui chochote kuhusu wajumbe, hata sijaangalia. Ona, hakuna kitakachofanyika hadi Putin na mimi tukutane, sawa? Na ni wazi kuwa hangeenda, alikuwa aende, ila alidhani kwamba mimi pia ningeenda. Hangeenda ikiwa singekuwepo, na siamini kuna kile ambacho kitafanyika, pende usipende, hadi mimi na yeye tukutane. Ila itabidi tulisuluhishe hili kwa sababu watu wengi wanafariki dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha ametoa wito kwa washirika kuishinikiza zaidi Urusi kama alivyoelezea kulazimisha amani. Haya yanajiri baada ya Rais Putin kuamua kutoshiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky nchini Uturuki. Usiku wa kuamkia leo, Urusi iliamua kutuma ujumbe wa kiwango cha chini wakiongozwa na mshirika wa Kremlin. Wajumbe hawa sasa wapo Istanbul, ila haijabainika wazi ni nani watakaokutana nao katika upande wa Ukraine. Inaarifiwa kuwa Rais Zelensky ataamua hilo baada ya mazungumzo na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan mjini Ankara. Akizungumza Qatar, Rais Trump hakutoa uamuzi wa kutoenda Uturuki. Nilikuwa nafikiria kuhusu kwenda, ila ni vigumu sana kwa sababu ya kile tunachokifanya leo na kesho. Ila unajua, kama kitu kitafanyika, nitaenda siku ya Ijumaa kama itakuwa sawa. Ila tuna wawakilishi kwa sasa wanaoshughulikia, na natumai kuwa Urusi na Ukraine wataafikiana kwa sababu hili linapaswa kusitishwa. Akiwasili kwa mkutano usio rasmi wa NATO wa mawaziri wa nje mjini Antalya, waziri wa mambo ya nje wa Latvia Baiba Braxi alisema halikuwa jambo la kushangaza kuwa Rais Putin angekosa kuhudhuria. Hatuna matarajio makubwa sana. Hatuoni ishara za amani upande wa Urusi. Ndiyo, Ukraine inataka amani. Sisi sote tunataka amani, ila Urusi haitaki amani. Sasa hakuna ishara kwamba Urusi inataka amani. Ni vizuri kwamba angalau kuna mkutano au kitu. Ila ikiwa kwamba maamuzi yoyote yatafanywa, tutaona. Amesema kuwa Latvia inaunga mkono juhudi za Donald Trump kupata amani nchini Ukraine na kumaliza mapigano, ila anaamini Urusi haitaitikia udiplomasia peke yake.
Tunaunga mkono juhudi za amani za Marekani kwa Ukraine. Pia kwa maeneo mengine ya Israel na Hamas, tunaunga mkono kuachiliwa kwa mateka na kusitishwa kwa mapigano. Ila pia wakati huo huo, tunafaa kuwa na uhalisia kwa Urusi inafaa kushinikizwa kuwa na amani, na kupunguza uwezo wa jeshi la Urusi ndiyo njia moja kwa moja na isiyo ghali ya kupata amani Ukraine. Watu katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, wameelezea wasiwasi wao. Ilikuwa wazi tangu mwanzo kwa Urusi inachezea wakati katika mazungumzo. Kwa nini? Wanapovuta muda, mapigano yanaendelea. Wanataka kuchukua maeneo zaidi ili waweze kuitumia kujadili. Rais wa Urusi Vladimir Putin anahofia kuja. Atasema nini? Ni nchi yetu. Hatukualika waje kwetu. Walikuja na tunaipigania Ukraine yetu na watoto wetu. Ni majonzi kiasi gani waliotuletea. Alihofia na hakuja. Inamaanisha kuendeleza vita kwa sababu hawataki vita viishe, sio kwa kupenda kwao, kwa sababu wanataka kuchukua maeneo yetu. Maafisa wetu wa ngazi za juu pamoja na rais wanapendelea kusitisha vita haraka iwezekanavyo. Wakati huo Urusi inaendelea na michezo isiyobainika. Sarafina Robi, BBC. Naam, tusalie na taarifa hiyo iliyowasilishwa na Sarafina Robi ili kufahamu zaidi. Awali nimezungumza na Mohamed Abdurrahmani kutaka kufahamu hatua ya Rais Putin kutohudhuria mazungumzo ya amani mjini Istanbul imepokelewaje. Nafikiri hatua ya Rais Putin ilipokelewa kwa mshangao, hasa ukizingatia kwamba ni yeye ndiye aliyeitisha mazungumzo hayo kufanyika hii leo. Lakini wakati huu tukizungumza, kuna taarifa za kutia moyo, kwani katika mkutano na waandishi wa habari mjini Ankara, kiongozi wa Ukraine Zelensky amesema kwamba pamoja na hayo atatuma ujumbe mjini Istanbul utakaoongozwa na waziri wake wa ulinzi ili tayari kuanza mazungumzo hayo. Ingawa kulikuwepo na taarifa za kutatanisha, toka taarifa hiyo yenye matumaini kwamba huenda mazungumzo hayo yakaanza, lakini bado haijafahamika ni wakati gani. Nini hatma ya mazungumzo haya sasa baada ya Rais Putin kutohudhuria? Hakuna njia, itabidi mazungumzo yafanyike, na nafikiri kwamba kumetumika jazba ya haraka. Nikisema jazba, tunaona kuwa kuna hata wadau ambao hawahusiki moja kwa moja ambao tayari nao waliavania njuga mazungumzo hayo. Kwa upande mmoja utamkuta waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio akionana na mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa nchi nyingine za NATO kusini mwa Uturuki. Wakati huo Rais Zelensky naye alitazamiwa kukutana na Rais Erdogan mjini Ankara, na ikiwa wamekutana, basi ni mazungumzo hayo yaliyofungua njia ya kuweza kufanyika kwa mkutano huo. Kwa hivyo nahisi kwamba wadau ambao wanaiunga mkono Ukraine waliharakisha kutaka kuingilia mazungumzo hayo, wakati mazungumzo yamepangwa kuwa ni kati ya Urusi na Ukraine. Na hata rais wa Marekani Trump na alijitokeza akasema kwamba atakuwa tayari kwenda Istanbul kuyapa msukumo mazungumzo hayo, na hiyo ilionekana moja kwa moja kwamba mazungumzo yameanza kuingiliwa na wale wasiohusika. Je, kuna sababu zilizoelezwa kwa nini hasa Rais Zelensky anataka mazungumzo ya ana kwa ana baina yake na Rais Putin? Hana chaguo jingine. Yeye alikuwa anafikiria kwamba mazungumzo yangekuwa moja kwa moja kuwa ya ana kwa ana, lakini hii ilichotokeza hivi sasa kinaonyesha kwamba ni aina fulani ya mkakati ambao Urusi inajaribu kucheza kuhakikisha kwamba kwanza yafanyike mazungumzo ya ngazi ya chini, na baadaye mafanikio yote yatakayopatikana ndio yafungwe mlango wa kuweza kufanyika mkutano kati yake na Zelensky. Nini hasa kilichomfanya Rais Putin kutofika licha ya ahadi ya awali kwamba huenda angeshiriki yeye binafsi katika mkutano huo? Haya yote yanatokana na huo nilioueleza kuwa ni mkakati wa kidiplomasia, na ameona kwamba kuna nchi hizi ambazo zinaiunga mkono Ukraine ambazo zimejitokeza wazi zote zikielekea huko Uturuki zikiwa na mikutano mbalimbali, na hilo kidogo limemshtua. Akajihisi kwamba mkutano huu utakuwa si kati yake yeye na Zelensky, bali kutakuwa na ushawishi wa mapema wa pande ambazo hazihusiki moja kwa moja katika mazungumzo haya. Naam, Rais wa Marekani Donald Trump amenukuliwa akisema kwamba hakuna lolote ambalo linaweza kufanyika
katika mzozo huu hadi pale atakapokutana na Rais Vladimir Putin. Hii inaashiria nini hasa? Pande zisizohusika katika mazungumzo haya ambayo yamepangwa kuwa ni ya pande mbili, Urusi na Ukraine, zimeanza kujitokeza kutaka kuwa na ushawishi katika mazungumzo haya. Utashangaa kwamba mwenyeji wa mkutano huo ambaye ni Rais Erdogan wa Uturuki hakujihusisha moja kwa moja na alielekea kuyaacha mazungumzo yao ya pande mbili, lakini nafikiri matamshi ya mara kwa mara yanayotolewa na Trump yanazidisha utata katika mazungumzo yenyewe, na hilo ndilo tatizo kubwa ambalo linaelekea kuyavuruga mazungumzo hayo kwa sasa. Ikiwa mazungumzo yanatiwa mkono kiasi hicho, unaziona dalili kwamba vita hiyo inaweza kumalizwa baina ya pande hizo mbili na sintofahamu za pembezoni zinazoingilia mazungumzo hayo? Natumai kila kitu lazima kifanyike ili kuweza kusitisha vita hivi, lakini naamini kwamba penye nia hapa na njia. Kwa hivyo mazungumzo yanaweza yakachukua muda mrefu, yakawa magumu, lakini hatimaye panaweza patikana hali fulani. Naam, ni mchambuzi wa siasa za kimataifa huyo Mohamed Abdurrahman kama alivyozungumza na mwenzangu Regina. Tukitoka mzozo huo wa Urusi na Ukraine Shukran, na nianzie hapa nchini Uganda ambako klabu ya soka ya Vipers imetoa ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Uganda Premier League baada ya kuondoka na ushindi wa bao 2 kwa nunge dhidi ya Chitara FC. Ushindi huo ulihakikisha Vipers wanafikisha alama 68, idadi ambayo haiwezi kupinduliwa na klabu ya NEC walio katika nafasi ya pili, na hivyo kutangazwa kama mabingwa wa Uganda Premier League wa msimu wa 2024-2025. Na miamba wa Uhispania Real Madrid wanatarajiwa kumsajili beki wakati wa Bournemouth Dean Huijsen baada ya kukubali kulipa dau la pauni milioni 50 la kipengele cha kumwachilia beki huyo. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Uhispania mwenye umri wa miaka 20 anakaribia kufikia makubaliano na klabu hiyo ya La Liga baada ya kukataa ofa kadha kutoka kwa vilabu nchini England. Vilabu mbalimbali vya Premier League ikiwemo Chelsea, Liverpool, Arsenal na Newcastle vilikuwa na nia ya kumsajili mchezaji huyo. Leicester City wametangaza kuwa nahodha wa klabu hiyo Jamie Vardy atacheza mechi yake ya mwisho akiwa na klabu hiyo siku ya Jumapili watakapoikaribisha Ipswich ambayo tayari imeshuka daraja. Mechi hiyo pia ndio itakuwa mchezo wa 500 wa mshambuliaji huyo kuichezea Leicester, na atakuwa akiwinda bao lake la 200 katika klabu hiyo. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 38 amefunga mabao 9 msimu huu, lakini the Foxes tayari wamesushwa daraja kutoka ligi kuu ya England Premier hadi ligi ya Championship. Mkufunzi wa klabu ya Chelsea Enzo Maresca anatarajiwa kusalia usukani wa kuinua timu hiyo hata iwapo the Blues watashindwa kupata nafasi ya kucheza mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya msimu ujao. Hayo yanajiri huku kukiwa na mashaka iwapo Chelsea watamalizia katika timu 5 za kwanza kwenye msimamo wa jedwali la ligi kuu ya Premier kufuatia kuchapwa mabao 2 kwa nunge na Newcastle United weekend iliyopita. Huku ikiwa zimesalia mechi 2 pekee kufika ukingoni mwa msimu huu wa Premier, Chelsea wapo katika nafasi ya 5 wakipiku Aston Villa iliyo katika nafasi ya 6 kwa tofauti ya bao 1 pekee. Mechi za mwisho za Chelsea zitakuwa kucheza dhidi ya Manchester United dimbani Stamford Bridge na kusafiri ugenini kucheza dhidi ya Nottingham Forest iliyo katika nafasi ya 7 kwenye ligi ya Premier. Na sasa nampisha Bosha Nyanje na tetesi za soka barani Ulaya. Naam, asante Shoaib. Manchester City wamekutana na mshambuliaji wa Bayer Leverkusen Florian Wirtz mwenye umri wa miaka 22 kuhusu uhamisho katika majira ya joto. Hata hivyo, Liverpool wamewasiliana na Wirtz kuonesha nia ya kumsajili kiungo huyo wa kimataifa wa Ujerumani. England, Manchester City na Arsenal zinanyatia mshambuliaji wa Real Madrid Rodrigo mwenye umri wa miaka 24, wakati Inter Milan wanamsaka mshambuliaji wa Manchester United na timu ya taifa ya Uholanzi Joshua Zirkzee. Wakati huo Newcastle United wamewapita Chelsea katika kinyang'anyiro cha kumsajili beki wa Uingereza Mark Guehi kutoka Crystal Palace. Huku Ujerumani, Bayern Munich wamekubaliana na Bayer Leverkusen kumsajili beki wao wakati Mjerumani Jonathan Tah. Na nchini Uhispania, Barcelona wako tayari kuwaondoa hadi wachezaji 8 wa kikosi cha kwanza katika majira ya joto yajayo ili kupata fedha za usajili wachezaji wapya na kuboresha mikataba yao. Barca vile vile wanataka kumsajili beki wa kati, beki wa pembeni na winga wa kusaidiana na nyota wao kinda Lamine Yamal. Barabara kabisa. Shukran Bosha, na nikamilishe na
taarifa za tanzia katika mchezo wa raga. Aliyekuwa mchezaji wa timu taifa ya raga ya Afrika Kusini Cornel Hendricks amefariki kutokana na mshtuko wa moyo. Mchezaji huyo ameaga dunia akiwa na umri miaka 37. Mara yake ya kwanza kuiwakilisha Afrika Kusini katika raga ilikuwa mwaka 2014 na miaka 10 iliyopita alilazimishwa kustaafu kucheza raga kutokana na tatizo la moyo. Hata hivyo, baada ya kupata ushauri mwingine wa madaktari, alirejea uwanjani na kuichezea timu ya Super Rugby ya mjini Pretoria mwaka 2019. Na huo ndio mwisho wa makala ya spoti. Ni Teshwaib Ibrahim.